السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكان الله غنيا حميدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. Ndugu Waislamu, tukiwa tumekusanyika katika mkusanyo wa khairi na mkusanyo adhimu kama huu katika siku iliyotukufu zaidi mbele ya Allah Azza wa Jalla, katika siku kama hii ambayo inaitwa kwa wale walioko katika hija yaumul hajjil akbar, yaumun nahri. Hii siku ya leo ndugu zanguni ndiyo yaumul hajjil akbar, ndiyo siku ya hija kubwa zaidi na ndiyo siku ya nahri ya kuchinja, na huko kwetu ni yaumu Eid al-Adha, kadhalika siku ya kuchinja na siku ya furaha kubwa. Kwa munasaba wa maneno yanayozungumzwa katika khutba za Eid kama ya leo, tunakumbushana ndugu zanguni Waislamu ya kwamba Uislamu umesimama juu ya misingi miwili. Umesimama juu ya msingi wa kusilimu na juu ya msingi wa kujisalimisha. Wanazuoni wanatueleza maneno haya kwa mukhtasari wakisema la tathbutu qadamu al-islami illa ala dhahri al-taslimi wal-istislam. Mguu au wayo wa Uislamu hausimami isipokuwa juu ya mgongo wa Uislamu na kujisalimisha. Mara nyingi katika fahamu zetu sisi kama Waislamu tunatosheka na kule kuwa sisi ni Waislamu, kwamba fulani ni Muislamu kutokamana na jina lake, au amezaliwa Muislamu au amesilimu, au anatekeleza baadhi ya ibada ambazo zinamfanya yeye kuonekana kuwa ni Muislamu. Lakini kuna maqam, kuna kituo na kiwango kingine ambacho kinashikana na masala haya mazito, nayo ni masala ya kujisalimisha. Na Uislamu wa mja hauwezi kuwa kamili mpaka mja baada ya kusilimu ajisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana kujisalimisha? Kujisalimisha ni jambo ambalo Allah Azza wa Jalla kwanza amelijalia katika fitra ya viumbe vyake vyote alivyoviumba subhanahu jalla wa ala. Afaghayra dini llahi yabghun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un. Je, wanadamu wanataka dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walahu aslama man fi samawati wal ardi, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala vimejisalimisha vyote ambavyo Allah ameviumba, taw'an wa karhan, kwa kutaka na kwa kulazimishwa. Vyote vimejisalimisha, mbingu, ardhi, majabali, mito, mimea, mvua, kila wadudu na kila wanyama na viumbe vyote vinajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kujisalimisha kwa Allah Azza wa Jalla, ikhwata al-iman, ikhwata al-ikhwa al-mubarakin,
ni manhaji ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mtukufu aliyetukuka tuambia ndani ya Qur'an, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Tumeteremsha Taurati ikiwa ndani yake pana mwongozo, pana uongofu na pana nuru ndani yake. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu, wanaihukumu kutumia Taurati manabii ambao wamejisalimisha mbele ya Allah azza wa jalla. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa manabii na mitume, bali ni bora wa mitume na manabii, na juu ya hayo yote ameambiwa aseme wa umirtu an uslima li rabbil alamin, na nimeamrishwa na Mola wangu kujisalimisha kwa Mola wa viumbe vyote. Nasi kadhalika sisi Waislamu tukaamrishwa na Allah azza wa jalla nasi pia tujisalimishe. Baada ya kusilimu tukaambiwa tujisalimishe kwa Allah azza wa jalla, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, na murudi kwa Mola wenu kutaka tauba na kuomba msamaha, na mujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufuata amri zake zote. Kadhalika Allah azza wa jalla tuambia katika surah al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakulu minha fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Kila umma Allah azza wa jalla amejalia mansakan, ina manasiki, ina mashairi ambazo ndani yake kuna ibada zinazotekelezwa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, zinaitwa manasik au mansakan, liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ili waislamu na waja wanapokuwa wapo katika ibada ya kuwachinja hawa wanyama ambao tumejaliwa kuwachinja, tunafanya hivyo kwa kutaja jina la Allah azza wa jalla. Huwezi kumchinja mnyama akawa halali bila ya kusema bismillah Allahu akbar, lazima utaje jina la Allah azza wa jalla. Hiyo ni mojawapo, au hapo ni mojawapo wa vituo vya kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana Allah anamaliza aya hii kwa kusema fa ilahukum ilahun wahid, Mola wenu ni Mola mmoja peke yake anayestahili kuabudiwa, falahu aslimu, kwake yeye jisalimisheni. Ikhwatal iman, ndani ya Qur'ani Allah azza wa jalla kwa ufupi kabisa ametupa baadhi ya mifano, lakini kwa sababu ya wakati tutosheke na mfano mmoja. Ndani ya Qur'an ametueleza jinsi na namna gani manabii wa Allah azza wa jalla na mitume walikuwa wamefika daraja ya kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla baada ya wao kwamba wamesilimu. Nabii Ibrahim alayhi salam pamoja na mwanawe Ismail. Nabii Ibrahim kapewa wahi, amri kupitia kwa usingizi wa kulala, kupitia kwa ndoto. Ya bunayya inni ara fil manam, amwambia mwanawe, ewe kijana wangu, ewe mwanangu, nimeona wakati nimelala ndoto kuota, anni azbahuka, kwamba mimi nakuchinja. Fanzur madha tara, hebu angalia unaonaje hili jambo ambalo mimi nimekueleza. Hamwambii mtoto wake kwamba yumshauri ataka khiari yake. Hii ni amri ya Allah azza wa jalla. Nabii Ibrahim hana budi kuitekeleza, lakini ataka kuona tarbia ambayo amemlea nayo mwanawe Ismail ipo katika daraja gani, imefikia katika kiwango gani tarbia yake yeye baba mtume akimlea mwanawe kadhalika ni nabii. Fanzur madha tara, mwana anampa baba jawabu ambayo inamridhisha, inamfurahisha roho yake, na ni kipambazo kikubwa sana katika moyo na nafsi ya Ibrahim alayhi salam. Ya abati fa'al ma tumar, babangu fanya lile ambalo umeamrishwa kulifanya. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, hakika utaniona mimi ni miongoni mwa wale wanaosubiri insha Allah. Allah azza wa jalla baada ya haya mazungumzo, baada ya haya yaliyojiri ya kwamba wote hawa baba na mwanawe wamekubali kujisalimisha kwa amri ya Allah azza wa jalla, si amri rahisi. Baba apewe amri ya kumchinja mwanawe ambaye ni kipenzi, kumchinja mwanawe aliyempata katika umri wa utu uzima, ashaingia katika utu uzima, katika kumchinja mwanawe ambaye amemlea kwa mahaba, amemlea kwa shafaka na rahma mpaka akawa kijana barobaro, na ni kijana huyo wa kiume pekee, hana mtoto mwingine. Alafu inatoka amri ya kwamba mtoto huyo umchinje. Hapo Muislamu anahitajia kwamba amefika daraja ya iman ya kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana Allah azza wa jalla baada ya mazungumzo haya yaliyojiri baina ya baba na mwanawe atuambia falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya. Baada ya baba na mwanawe kujisalimisha katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, tuna somo kubwa sana kupitia kwa maneno haya ambayo nimeyataja,
nayo ni kwamba sisi waislamu tunahitajia sana kuzingatia upande wa kujisalimisha kwetu kwa Allah azza wa jalla, kwamba yawe maisha yetu yanalingana na vile Allah azza wa jalla alivyotuamrisha na vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuongoza, na tuachane na tuepukane na yote ambayo mtume alayhi salatu wasalam ametuamrisha tukae mbali nayo. Yule aliyekufundisha na aliyekuamrisha kuswali ndiye aliyekuamrisha uepukane na maneno maovu, maneno machafu. Yule aliyekuambia ufunge Ramadhan ndiye aliyekuambia na aliyekukataza kusengenya, ndiye aliyekukataza kueneza namima, maneno ya ufisadi, maneno machafu na maneno ya kusingizia, ishaat, rumors ambazo hazina mbele wala hazina nyuma, maneno mabaya, maneno maovu. Haya ndio aliamrishwa na yule ambaye amekuja kutufundisha sala, na ile Qur'ani ambayo imetuambia tusimamishe sala na tutoe zaka na tuswali na kadhalika tufunge Ramadhan. Ndio Qur'ani iliyotuambia ya kwamba tukae na wazee wetu vizuri, tuwafanyie wazee wetu wema, tuishi na wazee wetu kwa wema, tuwatii wazee wetu, wala tusiwafanyie maasi wala tusiwafanyie uovu. Na ndio Qur'ani ile na mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetufundisha tukae na wake zetu kwa wema, na tukae na ahli zetu kwa ihsan, na tuwafundishe watoto wetu tarbia nzuri, ili ipatikane kujisalimisha kwetu kwa Allah azza wa jalla katika kila amri ambayo ametufundisha. Allah azza wa jalla tunamuomba atujalie mimi pamoja nanyi min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.